Na mtazamaji, ni saa 5 asubuhi saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba siku yako bado inakwenda vyema mahali popote ulipo. Hujambo na karibu katika yanayojiri. Kumbuka tumekuandalia taarifa kutoka kote nchini, lakini pia hapo baadaye tutakuwa na mjadala kuhusiana na umuhimu wa kuwanyonyesha watoto wachanga katika miezi 6 kwanza. Lakini hata kabla ya kufikiria hayo, tuanze na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kote nchini. Jina langu ni Sam Amani. Naam, hebu tuelekee mahakamani kwa sasa, na tayari tunaarifiwa kwamba hakimu mkuu mkazi wa Kangema katika kaunti ya Murang'a aliyesimamishwa kazi Martin Kinyua Mutegi ameagizwa kufika mahakamani Alhamisi kujibu mashtaka ya hongo. Kwingineko, dereva wa mashindano ya mbio za magari ameondolewa hatia katika kesi ya mauaji, huku mahakama kuu ikiondoa marufuku ya muda mrefu ya matumizi au uvutaji wa shisha nchini. Catherine Imuraget anatuletea taarifa hizi kwa kina. Mkuu mkazi wa Kangema aliyesimamishwa kazi Martin Kinyua Mutegi ameagizwa kufika mbele ya mahakama ya Milimani inayoshughulikia kesi za ufisadi siku ya Alhamisi baada ya kushindwa kuhudhuria mahakama kujibu mashtaka ya ufisadi yanayohusiana na madai ya kupokea hongo ya shilingi 150,000. Summons shall issue requiring the second accused, that is Martin Kinyua Mutegi, requiring the second accused to appear before this court on 30th July. Mutegi alieleza mahakama kuwa alikuwa mgonjwa na hakuweza kufika. Wakati huo huo, mshtakiwa mwenza afisa mkuu wa uangalizi wa wahalifu katika mahakama ya Kangema Julius Irungu Njogu alifika mahakamani na kukana mashtaka mawili ya kupokea hongo. Njogu aliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim ya shilingi 400,000, huku kesi hiyo ikipangwa hakutajwa tena, pamoja na hatua ya kusomewa mashtaka kwa Mutegi. Wakati huo huo, aliyekuwa dereva wa mashindano ya magari ya mbio Maxine Mirigo Wahome ameondolewa hatiani katika kesi ya mauaji ya mpenzi wake na dereva mwenzake wa mashindano Asad Khan, takriban miaka 4 tangu kesi hiyo ivutie hisia za umma. Jaji Lilian Mutende aliamua kuwa upande wa mashtaka haukuwasilisha ushahidi wa kutosha unaomhusisha Wahome na kifo cha Khan. Kwingineko, Kennedy Kalombotole amekana mashtaka ya kumuua mgonjwa Gilbert Kinyua Muthoni katika hospitali ya kitaifa Kenyatta mbele ya mahakama kuu. Hatua hiyo imefuatia tathmini ya afya ya akili iliyobainisha kuwa ana uwezo wa kujibu mashtaka. Mahakama pia imeagiza maafisa wa magereza kuhakikisha mshtakiwa anapatiwa lishe maalum ya kisukari pamoja na dawa akiwa rumande. Na katika uamuzi uliotajwa kuwa wa kihistoria kuhusu masuala ya kikatiba, mahakama kuu imeondoa marufuku ya matumizi ya shisha nchini, ikitangaza kuwa utekelezaji wake unaoendelea ni kinyume cha sheria na katiba. Jaji Bahati Mwamuye aliamua kuwa mfumo wa kisheria uliokuwa ukiunga mkono marufuku hiyo ulikoma baada ya serikali kushindwa kuhalalisha kanuni za sheria ya afya ya umma za mwaka 2017 ndani ya muda uliowekwa na mahakama. Jaji huyo pia alitangaza kuwa notisi za kiutawala zilizotolewa mwaka 2025 ili kutekeleza marufuku hiyo hazikuwa na msingi wa kisheria, hivyo ni batili. Aidha, Jaji Mwamuye alibaini kuwa kuipiga marufuku shisha pekee huku bidhaa nyingine za tumbaku zikiendelea kuruhusiwa ni ubaguzi unaokiuka haki ya usawa iliyoainishwa katika katiba. Catherine Imuraget, KTN.